الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما لم نعلم وفهمنا ما لم نفهم إنك أنت العليم الحكيم. آمين آمين يا رب العالمين. Tunaendelea na utangulizi wa risalatul hijab li Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahimahullah. Nasema walaqad kana an-nasu, na kwa hakika walikuwa watu. Walaqad kana an-nasu, na kwa hakika walikuwa watu. Fi hadhihi al-bilad al-mubaraka, kwenye mji huu uliobarikiwa. Fi hadhihi al-bilad al-mubaraka, kwenye mji huu uliobarikiwa. Biladi al-wahyi, mji wa ufunuo. Warisalati, na ujumbe. Walhayai, na mji wa haya. Walhishmati, na mji wa heshima. Kanu, walikuwa. Ala tariqi alistiqamati, katika njia iliyonyoka. Fi dhalika, katika jambo hilo. Fakana nisau, wakawa wanawake. Yakhrujuna, wanatoka. Mutahajibati, ni wenye kujifunika hijabu, ni wenye kuvaa hijabu. Mutahajibati, wenye kuvaa hijabu. Mutajalbibati bilabai, wenye kuvaa nguo pana, wenye kuvaa maguo mapana. Au nahwiha, au mfano wake. Baidati, wakiwa mbali. An mukhalatati rijali, na mchanganyiko na wanaume. Al-ajanib, wanaume wa kando. Wala tazalu al-halu kadhalika, na haijacha huku wa hali kuwa kama hivyo. Fi kathirin min biladi al-mamlakati, katika miji mingi ya mamlakati al-arabia saudia. Walillahi alhamdu, na sifa kwa kamilifu ni zake Allah subhanahu wa ta'ala. Walaqad kana an-nasu, na kwa hakika walikuwa watu. Fi hadhihi al-bilad al-mubarakati, katika mji huu wenye kubarikiwa, mji wa Maka. Mji wa Maka ni mji wenye kubarikiwa. Biladi al-wahyi, mji wa ufunuo, mji wa ufunuo, mji wa hai, kwa maana ndio mji ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoanza kupata wahi. Warisalati, na mji wa ujumbe wa risala, kwa maana ndio mji ambao Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alianza kuletewa ujumbe alipoambiwa iqra, au ya ayuhal muzammil qum fa'anzir, ya ayuhal mudaththir qum fa'anzir, aliambiwa hivyo. Au anzir ashirataka al-aqrabin, na waonye watu wako wa karibu. Ni mji wa Maka. Walhayai, na mji wa haya. Walhishmati, na mji wa heshima. Kanu, walikuwa watu. Ala tariqi alistiqamati, katika njia iliyonyoka. Fi dhalika, jambo hilo lilotajwa nyuma hapo. Fakana nisau, walikuwa wanawake. Yakhrujuna, wanatoka majumbani mwao. Mutahajibati, ni wenye kuvaa hijabu. Mutahajibati, ni wenye kuvaa hijabu. Mutajalbibati bilibai, ni wenye kujifunika mitandio mirefu, magumu mapana yale. Ridaun tawil, mtandio mpana mrefu. Au nahwiha, au mfano wake. Baidati, wakiwa mbali, yani wajitenga mbali kabisa. An mukhalatati rijali al-ajanibi, na mchanganyiko wanaume wa kando. Wanaume ar-rijal al-ajanibi ni wanaume ambao mwanamke wanaweza kumuoa, wanaitwa ar-rijal al-ajanib, wanaume wa kando wa nje, kwa maana wana haki, sheria inaruhusu wao kumuoa mwanamke huyo. Kwa kila mwanamume ambaye anaruhusiwa kukuoa wewe mwanamke, huyo anaitwa ar-rajulu ajanib, mwanamume wa kando. Wala tazalu alhalu kadhalika, na haijacha kuwa hali iko kama hivyo. Fi kathiri min buldani almamlaka, katika miji mingi ya mamlaka wa Saudia. Walillahi alhamdu,
na kwa hilo basi Allah ni mwenye sifa ya kushukuriwa. Walaqad kana an-nasu, kwa kweli walikuwa watu. Kiswahili kingine, walaqad kana, kwa kweli walikuwa watu, na kwa hakika walikuwa watu, fi hadhihi albilad almubaraka, katika mji wenye kubarikiwa. Walikuwa vipi? Mji upi huo? Biladil wahyi, mji wa wahi, wa risalati, na mji wa risala. Biladil wahyi, mji wa ufunuo wa wahi, kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallama alianza kupewa wahi katika mji wa Maka. Wa risalati, na risala, kwamba unabii, Mtume akapewa unabii pale Maka, na kupewa utume, kwa maana kupewa jukumu la kulangania akiwa katika mji wa Maka. Kwa ni biladul wahyi wa risala, mji wa ufunuo na ujumbe. Wal haya, na mji ulikuwa na haya. Wal hishma, na mji wenye heshima kubwa. Kanu ala tariqi al-istiqamati, watu walikuwa katika njia iliyonyooka. Fi dhalika, katika jambo hilo la heshima na kuheshimu wanawake. Ina maana hata kama ulikuwa unasikia kwamba zamani watu walikuwa wanatufu uchi, basi vile kutufu wanawake tofauti na wanaume. Inasemekana wanatuambia bana wataalamu kwamba wanawake walikuwa ni usiku wao, wanaume mchana. Lakini zaidi tutazungumzia baada ya ujio wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama, baada ya mji kupata heshima kubwa na ile taadhima ya kukombolewa kwa chini ya mamlaka ya Uislamu, watu walikuwa na heshima kubwa mno. Fakana nasu, walikuwa watu yakhrujuna, wanatoka majumbani mwao kwenda na kokwenda, wakiwa vipi? Mutahajibati, ni wenye kuvaa hijabu, mahijabu, ni wenye kuvaa mahijabu. Mutajalbibati bilabaati, ni wenye kuvaa mitandio mirefu, wenye kuvaa nguo pana, maguo mapana, sio membamba wale malaini, au nahwiha, au mfano wake. Baidati, wakijitenga kwa maana akiwa mbali, an mukhalatati rijali alajanibi, na mchanganyiko wa wanaume wa kando. Baidati, wakiwa mbali, wamejitenga kabisa, an mukhalatati rijali alajanibi, na mchanganyiko wa wanaume wa kando. Wala tazalu alhali kadhalika, na hali haijaacha kuwa hivyo, fi kathiri min buldani almamlaka, katika miji mingi ya mamlaka, kwa maana mamlakatul arabia saudia. Walillahi alhamdu, na sifa kwa kamilifu wake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo shekhe anataka kutuambia kwamba mji ule pale ni Ummul Qura, ni mama miji yote duniani. Lilokuwa linatendeka pale wakati wa Mtume na sasa linatendeka, linaendelezwa, Waislamu wana haki ya kulifuatilia na kulifanya kazi. Waangalieni kina mama ambao wanaotufu Al-Kaaba pale, wanapozunguka Al-Kaaba, walivyovaa nake, namna walivyokaa wamejistiri, wakiwa katika heshima ambayo inatajwa hapa na shekhe. Hawako kichwa wazi, hajavaa mtu nguo nyembamba kambana, la, wamevaa nguo mipana na za kumwenea mwilini mwake. Na ndivyo ambavyo mwanamke anatakiwa afanye hivyo, avae hivyo kwa heshima, kuheshimu Uislamu wake, ya kuitile kauli ya Mtume kwamba ajue kwamba Mtume akatuma ni Allah subhanahu wa ta'ala. Avae kitu gani? Hijabu, itande vizuri mwilini mwake, asonekane, isipokuwa vile viungo ambavyo vinastahili kuonekana. Lazima kuna viungo vionekane, macho lazima ataonekana, na ajitahidi akae mbali na michanganyiko ya wanaume. Sio kama leo katika miji yetu ukute watu wako katika maminada, wanawake mbele, wanaume mbele, umekaa foleni pale, wote kata kitu hichi. Masokoni kenda kwa tafrani, balaa juu ya balaa tu, wala mwanamke hajali, wala mwanamume hajali kwa mwanamke huyu. Hapana, mambo huko katika minada ya samaki tunaambiwa huko ndio kutoshi. Katikati ya masoko ndio kuna balaa zaidi huko. Au mkute mwanamke pengine ni mama mtilia anapika chakula jinsi anayofanyiwa huko katika masoko. Yote hayo ni kwamba kuna kazi ambazo mwanamke ni za kumvunjia heshima.
Mwanamke kwa mazingira yetu sisi hawezi kukaa sokoni kama mle. Yako mazingira anafanya, pengine ingekuwa ni wanawake watupu, lakini wanaume ndio wengi, tena watovu adabu wengine. Sasa walikuwa hamheshimu mdada mtu wala shangazi ya mtu wala mama mtu wala bibi ya mtu, wote wanaona ni watu wa kuvamia na kuvunja heshima tu. Kwa hivyo sisi ambao tunasoma dini yetu tunatakiwa tuifanyie kazi. Ukiambiwa kwamba Muislamu anatakana kuvaa hivi, basi hapa hivyo hivyo, kwa sababu unafanya hivyo kutafuta radhi za Mola wako. Na wewe unahitajia nini kupata nafasi nzuri mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pepo haipatikani kama huja tayari kukishereza Allah Subhanahu wa Ta'ala na kusikiliza yale ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallama ameyafahamisha na kuyafanya, ambayo amenukuliwa ni maswahaba na matabi na maimamu, nao wakaja kutufanulia mambo hayo. Walaqad kana an-nasu, na kwa hakika alikuwa watu, fi hadhihi albiladi mubarak, kwenye miji hii iliyobarikiwa, kwenye miji hii iliyobarikiwa, biladi alwahyi, miji ya ufunuo au mji wa ufunuo, warisala na ujumbe, walhayai na wahaya wa heshima na heshima, kanu, walikuwa watu, ala tariqil istiqamati, kwenye njia nyofu, njia iliyonyoka, fi dhalika, kuhusiana na jambo hilo hapo. Fakana nisau, wakawa wanawake, yakhrujna, wanatoka nyumbani mwao, mutahajibati, ni wenye kuvaa mahijabu, mutajalbibati bilabaati, ni wenye kujifunika mitandio mipana mirefu mipana, au nahawiha, mfano wake ndio kama washungi mengine. Baidati, wakiwa mbali, an mukhalatati rijali alajanibi, na mchanganyiko wanaume wa kando. Wala tazalu alhalu kadhalika, na hali inaendelea kuwa hivyo. Wala tazalu alhalu kadhalika, na hali inaendelea kuwa hivyo, fi kathiri min buldani almamlaka, katika miji mingi ya mamlaka. Walillahi alhamdu, na kwa Allah ndio kwenye sifa njema. Subhanaka Allahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.